Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena kwenye YouTube channel yetu. Katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Nyika ameweka wazi msimamo thabiti wa chama chake kuhusu mwenendo wa kisiasa nchini, akibainisha kuwa chama hicho kinaamini katika nyenzo kuu mbili ambazo ni njia ya mapambano thabiti na njia ya mazungumzo. Akizungumza kuhusu maridhiano ya vyama vya kisiasa nchini Tanzania, kiongozi huyo amefafanua kuwa chama kinahitaji mazungumzo ya dhati yatakayohusisha malusuhisi huru wa kimataifa ili kufikia mwafaka wenye tija. Msimamo huo unakinzana moja kwa moja na kauli za serikali ambayo imesisitiza kutohitaji wapatanishi wala wasuluhishi kutoka nje ya mipaka ya nchi yetu ya Tanzania katika kutatua migogoro ya kisiasa ya ndani ya taifa, jambo ambalo linazidi kupanua wigo wa kutokuelewana kati ya watawala na upinzani. Kiongozi huyo wa Chadema vilevile ametumia fursa hiyo kufanya ulinganishi wa kimfumo kati ya kile kinachoendelea upande wa Tanzania bara na kile kinachofanyika upande wa Zanzibar, ambapo tangu mwezi Novemba kumekuwa na vikao vya mazungumzo kati ya chama cha Alliance for Change and Transparency almaarufu ACT Wazalendo na chama cha Mapinduzi CCM. Mazungumzo hayo ya visiwani Zanzibar yamekuwa yakiendelea huku kukiwa na wasuluhishi na wapatanishi mbalimbali, ikiwa ni mwendelezo wa misingi inayojengwa kwa miaka mingi kupitia viongozi wastaafu kama Amani Abed Karume na Ali Mohamed Shein. Misingi hii ya mazungumzo ya Zanzibar ilijengwa kwa ushiriki wa jamii ya kimataifa tangu kipindi ambacho Jumuiya ya Madola ilipoingilia kati kutatua matatizo ya kisiasa ya visiwani humo. Hali hii inalazalisha maswali mengi kuhusu uhalali wa serikali kukataa wasuluhishi kwenye masuala ya muungano, huku visiwani Zanzibar ikionekana ni jambo sahihi. Hatua ya chama cha ACT Wazalendo kuamua kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa imeelezwa na uongozi wa Chadema kama kitendo cha usaliti ama kusaliti damu za wananchi waliopoteza maisha kufuatia mauaji ya tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Ushiriki huu unatafsiriwa kama usaliti mkubwa dhidi ya harakati zote za kudai mabadiliko ya kidemokrasia nchini, kupatikana kwa katiba mpya, kwani unafanyika wakati ambapo bado kuna majeraha miongoni mwa jamii kutokana na matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Moja ya ajenda zinazotarajiwa kujadiliwa na tume itakayoundwa kufuatia makubaliano hayo ya serikali ya umoja wa kitaifa ni suala la kufanya marekebisho ya katiba ya Zanzibar pamoja na jambo ambalo linaonekana kama mkakati usiolenga kutatua kiini cha matatizo ya kitaifa yanayoikabili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla. Mipangilio hiyo ya kurekebisha katiba ya Zanzibar inatajwa kuwa ni mbinu ya danganya toto inayolenga kuwajengea Tanzania na jamii ya kimataifa taswira isiyo halisi kwamba nchi sasa imeingia kwenye maridhiano ya kweli. Uhalisia wa mambo unaonyesha kuwa haiwezekani kushughulika na mapungufu ya kikatiba ya upande wa Zanzibar pekee bila kwanza kutatua mapungufu makubwa yaliyopo kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan masuala yanayohusu muundo wenyewe wa muungano, vilevile kupatikana kwa katiba mpya na vilevile tume huru ya uchaguzi. Mkakati huu unatafsiriwa kama njia ya kutengeneza picha ya amani upande mmoja,
huku upande wa pili wa nchi ukiwa umefungua uwanja mpya wa mapambano na ukandamizaji dhidi ya sauti zinazodai haki zao za kimsingi. Kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo imeendelea kusisitiza msimamo wake usiotikizika kupita vikao vyake vya mfululizo vya awamu tofauti tofauti, ikibainisha wazi kuwa maridhiano hayawezi kuwa hatua ya kuanzia, mbali ni matokeo ya mwisho yatakayopatikana baada ya kufanya mazungumzo ya haki. Kamati hiyo ya Chadema imekuwa ikisimamia hitaji la kuwepo kwa wasuluhishi au wapatanishi wa kimataifa iwapo kuna ulazima wa kufanya mazungumzo yoyote mapya na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Msimamo huu unatokana na historia ya ushiriki wa viongozi wa chama hicho kwenye michakato ya awali ya mazungumzo na watawala kuanzia mwezi Mei mwaka wa 2022 wakati viongozi hao walipokutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Ikulu ya Chamwino. Mazungumzo hayo yalipanuka hadi kufikia hatua ya kuunda timu ya wajumbe watano kutoka kila upande. Licha ya ushiriki wa kina katika vipindi vyote vya mazungumzo ya awali, matukio yaliyofuata ikiwa mauaji yaliyotokea mwezi Oktoba na vitendo vingine vya kikatili yameharibu kabisa mazingira ya kuaminiana. Kiongozi huyo wa Chadema amebainisha wazi kuwa hakuna namna yeyote ambayo utawala uliopo unaweza kuaminika tena kuongoza mchakato wa mazungumzo kwa njia ya haki na usawa kwa vile umepoteza uhalali. Chama hicho kimetangaza msimamo wa kuendelea na mapambano ya kudai haki na demokrasia bila kuchoka, huku kikiziacha milango yake wazi kwa ajili ya mazungumzo tu endapo yatafuata misingi ya haki na kuhusisha pande huru za kimataifa. Hii inaonyesha azma dhabiti ya chama kutokubali kuingizwa kwenye michakato inayolenga kupoteza muda bila kuleta suluhu ya kweli na ya kudumu kwa Watanzania wote. Akijibu kauli za rais zilizotolewa huko Zanzibar, ambapo alitumia nukuu za vitabu vitakatifu hususan Injili ya Mathayo sura ya 5 inayozungumzia heri ya wapatanishi kama njia ya kuwaelekeza wale waliosiotaka kupatana kuwa wana shida, ufafanuzi mpya umetolewa. Imejisisitiza kuwa nukuu hizo zilisahau kuangazia mstari mwingine huu katika sura hiyo hiyo inayotamka heri kwa wale wenye njaa na kiu ya haki pamoja na heri kwa wale wanaodhulumiwa na kuonewa. Wito umetolewa kwa wanachama na Watanzania wote kuendelea kuwa na njaa ya kudai haki zao za msingi bila kukata tamaa, licha ya kuwepo kwa matendo ya kuonewa na kuumizwa bila kila kukicha. Imeeleza kuwa imani dhabiti kuwa mwisho wa siku haki itachukua mkondo wake na kutimia kikamilifu nchini.